mambo yako. Mungu anaweza badilisha. Wakati mwingine unatazama mwanzo wako unakuwa ni mdogo namna hiyo, unatazama lakini mwisho wake utakuwa ni mkubwa. Hiyo na kuashiria kwamba na kuhakikisha kwamba mwanzo wako unaweza kuwa ni mdogo sana. Ukitazama kwenye mwanzo wako unaona kwamba mwisho wake utakuwa ni mkubwa sana. Wacha kuangalia ile idea uko nayo. Hata unaweza pata ile baobab ile ilianza kama amaranth. Acha nitumie hiyo lugha. Baobab ilianza kama amaranth, lakini mwisho wake ulikuwa ni mkubwa sana. Baobab ile ilianza kama amaranth, baobab, wewe unajua mchicha ulianza namna hiyo tu, namna hiyo. Baadaye Mungu anabadilisha hali, inakuwa namna hiyo. Anabadilisha. Baobab ilianza kama amaranth, udogo ule usiuangalie ukaweza kuudharau asubuhi namna hii. Ni chemsha bongo hii ambayo nakuletea asubuhi namna hii, ili uweze kuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kuwa mtu ambapo unatoka ukifikiria. Vitu vingine unapoanza unakuwa ni kama ugumu namna hivi na kutatiza, unapitia changamoto hapa na pale, vitu havikwendi, watu wanakuwa wanageuka kuwa maadui, wakati mwingine idea yako inaweza kukuletea maadui wengi sana. Yusuf alikuwa tu na ndoto, baadaye hiyo ndoto inasababisha hata ndugu zake wa karibu wanamchukia kwa sababu ya ndoto aliyokuwa nayo. Lakini ilibidi apitie kwenye hiyo barabara ndio aweze kufaulu kuwa waziri mkuu. It is possible that even you can be going through such a time in life, and I want to assure you this morning, kuna Mungu ambaye anabadilisha hali. Kwenye chemsha bongo asubuhi namna hii kwamba mambo ya kuzingatia mteja anapofika kwenye biashara yako. Mteja anapofika kwenye biashara yako ni jambo la msingi kukuza biashara yako. Ni kwa kufuata mambo ambayo yanakusaidia sana upate matokeo makubwa. Kitu cha kwanza ni kupokea kwa ukarimu. Pokea tu hiyo kwa ukarimu. Usiye sasa umebeba stress za bwana yako, mke wako umebeba unaingiza kwenye biashara. Mpokee kwa ukarimu. Simama na kumpokea kwa tabasamu huku ukiwa na furaha. Mpe salamu na neno la karibu sana kwenye biashara, ofisi yako. Ameingia kwenye ofisi yako. Ukarimu wako ndio mwanzo hujenga picha chanya ya huduma zako. Ameingia mahali ambapo unauza nguo, onyesha ile tabasamu. Anasema kwamba kizungu anasema smile. You can just smile. Muoneshe tabasamu namna hiyo, mueleze bana karibu sana. Karibu sana. Nilikuwa nimekusubiria. Wewe ndio nilikuwa nimesubiria tu ufike sasa hivi. Ongea katika njia hiyo. Unajua mimi kwa maisha mengi sana nimekuwa mwanabiashara na nilikuwa hata nasaidia mama yangu mzazi kufanya biashara. Mkaribishe, muoneshe kwamba ile furaha kwamba ashafika. Nilifanya hiyo kazi kwa muda mrefu sana kwa sababu ya kuona kwamba maisha yanasonga kwenye familia. Unapatiwa nafasi ya kwanza kujifunza vitu vingine. Mpokee kwa ukarimu. Kitu cha pili, msikilize kwa umakini. Toa umakini wako wote. Acha simu kama ni wakati ya simu. Nyakati ambapo mimi nakuwa na simu. Sasa ilikuwa hiyo ndio time ya kuweza karibu sana. Nikusaidia. Unamuonesha bidhaa namna hiyo, unamwambia hapa hivi ni pesa fulani, hapa ni fulani. Atakwambia mimi sio nayo pesa, unamwambia basi ulikuwa na ngapi? Mama ambaye nilifunzwa na mama yangu mzazi. Ukarimu ule, umakini ule katika ile biashara. Toa umakini wako wote. Achana mambo ya simu, shughuli nyingine unazozifanya achana nazo. Msikilize ili kuelewa changamoto au hitaji lake, kwa sababu anataka uweze kutatua kitu fulani kikamilifu. Mteja anajisikia kusikilizwa na atakuwa tayari kueleza shida yake vizuri zaidi. Namba 3, msikilizaji, mpe suluhisho la changamoto yake baada ya kuelewa hitaji lake. Toa suluhisho sahihi kwa haraka na kwa weledi. Mpe usaidizi kama anachagua bidhaa, msaidie kuchagua. Anachagua nyanya pale hivyo unauza nyanya, wewe ni mtu wa grocery. Msaidie kuchagua nyanya, msaidie kuchagua kitunguu na mpe uchanganuzi. Unajua unaweza kuwa unauza nyanya, unauza vitunguu vile vya viazi na unauza vitunguu vile ambavyo ni vya matawi. Hivi vya matawi mwambie hivi ndio asili. Hii ndio sasa tunasikia zile kienyeji. Jaribu kuzungumza naye. Hivi vya nini hivi? Hivi vya matawi hivi. Najua watu wengi hawajui vitunguu vya matawi ni kienyeji. Yaambie bana hii ndio kitunguu kienyeji. Kwa sababu labda umevileta vingi pale. Unamwambia kwamba uzuri wake ndio huu. Mpe usaidizi kama anachagua bidhaa na mpe uchanganuzi kulingana na hitaji lake. Kuhakikisha unampatia huduma au bidhaa bora itakayoondoa changamoto yake. Muda wake kwa kutoa huduma yenye ufanisi bila kupoteza wakati. Wateja wengi wanajali muda wao sana. Muda ni mwalimu.
Na wakati wote mmekoza bwana, kama una ubavu wa kubishana na muda, kwa sababu muda ni ukuta. Wewe fanya mambo yako kwa mapema. Namba 4, mshukuru na jenga uhusiano. Asante sana kwa kununua pamoja. Asante sana kwa kunitembelea. Na ukifika nyumbani, salimia wa nyumbani. Usimwache mteja aondoke bila kushukuru. Mwambie asante kwa kuchagua huduma zangu. Asante kwa kuweza kuchagua kusikiliza idhaa hii. Asante. Nyakati zote mimi hupenda kusema hivyo wakati ambapo namaliza kipindi hiki. Asante kwa kuweza kuchagua kutusikiliza kama mamilioni na mamilioni na mabilioni ya maredio duniani. Nashukuru sana kwa sababu umetusikiliza. Kumbuka, ameacha maduka mengi, ameacha mambo mengi na akachagua wewe. Hivyo thamini uamuzi wake. Chukua mawasiliano yake ili kuendelea kumsaidia na kufuatilia maendeleo yake baada ya huduma au bidhaa. Ukifanya hivi vitu ambavyo nimekupatia leo asubuhi kwenye Chemsha Bongo, bwana ni swala la muda. Hautakuwa kila wakati unasema ndio maana nimeanza pale na kibao chake cha customer nyota ndogo, na nimekupatia hiki ambacho ni cha Victoria Naza ambacho namna hii kinasema Mungu anaweza. Lakini kuna vitu ambavyo lazima wewe uweze kuvifanya. Hasa wewe ambao unaamka, amka ule. Amka ule, sio kwamba unaamka unapatiwa pishi leo, hapana. Amka ile chakarika, tafuta ndio ule. Kwa sababu hakuna atakaye kupatia. Chemsha Bongo asubuhi namna hii. Amka ule. Mambo ya kuzingatia ili uweze kufaulu kwenye biashara yako. Good morning. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Ukweli